Kufuatia taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa mtandaoni hivi karibuni na kwamba vijana wawili huko mkoani Arusha kwamba wamekamatwa na watu wasiojulikana, na ndipo ikaonyesha kwamba ndugu zao pia walipoenda katika moja ya kituo cha polisi hawakuweza kuwaona na kuambiwa kwamba hawapo eneo hilo. Hivyo baadhi ya watetezi wa haki za binadamu pamoja na wanasheria wamekuwa wakitoa wito kupitia mitandao ya kijamii kwamba vijana hao wanatakiwa kuachiwa ama sheria zifuatwe kama wana makosa, ikiwemo kufikishwa mahakamani ama kupewa dhamana, lakini pia ndugu zao kujua walipo. Ndipo baadaye jeshi la polisi limejitokeza hadharani na kutoa taarifa kwa umma kupitia barua ambayo imeandikwa na kusambazwa mitandaoni. Barua hii inasomeka kama ifuatavyo. Nasema: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi. Na hapa kuna anwani ambayo ya simu namba 254867 email address rpc@epf.go.tz, Twitter @tanpol, Instagram police.tanzania. Taarifa hii imesambazwa kupelekwa kwenye taarifa kwa umma, lakini hapa inatoka Jeshi la Polisi SLP 3011 huko mkoani Arusha, na taarifa hii imeandikwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025. Taarifa hii ya Jeshi la Polisi inasomeka kama ifuatavyo. Wasema: taarifa kwa umma. Watu wawili wakamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mtandao. Anasema katika baadhi ya mitandao ya kijamii kumekuwepo na taarifa ikieleza juu ya kukamatwa kwa watu wawili na watu wasiojulikana huko katika maeneo ya Maji ya Chai, wilayani ya Rumeru na mkoa wa Arusha. Taarifa hii inazidi kueleza kwamba ukweli ni kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Arusha tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025 liliwakamata watu hao ambao ni Jackson Kabalo mwenye miaka 32 na Joseph Mrindoko mwenye miaka 37. Wote ni wajasiriamali wakazi wa Maji ya Chai, wilaya ya Rumeru na mkoa wa Arusha kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao. Taarifa hii ya Jeshi la Polisi inaendelea kwa kusema: aidha, upelelezi wa tukio hili unaendelea. Pindi utakapokamilika, hatua zaidi za kisheria zitafuata. Jeshi la Polisi linamalizia kwa kusema: Jeshi la Polisi mkoa wa Arusha linatoa onyo kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kuacha kusambaza taarifa ambazo hawana uhakika nazo, zinazosababisha kuleta taharuki katika jamii, hususan za kuzusha kuwa watuhumiwa wamekamatwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo sio la kweli. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha. Hii ni barua ama tangazo ama taarifa kwa umma ambayo imetolewa na Jeshi la Polisi kuwakamata vijana hao wawili ambao ni Jackson Kabalo na Joseph Mrindoka. Ikumbukwe vijana hawa wawili ni maarufu sana kwa jina la Wachokonozi. Wana channel ya YouTube inaitwa Wachokonozi, ambapo wanachambua mambo mbalimbali kutokana na vile wanavyoona na kutafsiri kadri kwa namna ambavyo wanaona ni sahihi kwao. Lakini kwa sasa wako katika mikono ya Jeshi la Polisi kutokana na hicho kinachoelezwa kwamba ni tuhuma
za matumizi mabaya ya mtandao. Mtazamaji, nawe unayo nafasi ya kutoa maoni yako kuhusiana na jambo hili, hasa taarifa hii ya jeshi la polisi kuwashikilia vijana hao, na imeonya kwamba watu waache kutumia vibaya mitandao ya kijamii, kwa hasa wale ambao walikuwa wamesambaza taarifa kwamba vijana hao wamekamatwa na watu wasiojulikana, hasa pale ambapo baadhi ya ndugu walipoenda kwenye moja ya kituo cha polisi na kuonekana kwamba vijana hawakuwepo katika eneo hilo la kituo cha polisi. Je, una maoni gani mtazamaji katika jambo hili? Na hii ni taarifa ambayo imetoka jeshi la polisi, na kama tulivyokusomea. Hii ni Nyikani TV. Karibu nawe kwa maoni yako katika comment selection hapo chini. Asante kwa kututazama.